إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. الآيات. يقول المفسر الإمام أبو الفداء ابن كثير في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الآية، قال رحمه الله: أي ناد في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. ونادي watu, nadi ewe Ibrahim kuambia watu hali ya kuwalingania na kuwaita kuja kuitekeleza ibada ya hija, kuja katika hii nyumba tuliyokuamrisha kuijenga. Ndugu zangu Waislamu, haifichiki kwa yoyote yule katika Waislamu kwamba ibada ya hija ni miongoni mwa ibada adhima, ibada tukufu kabisa katika dini yetu hii ya Uislamu. Na ibada hii Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake mkubwa akajalia kupitia kwa ndimi ya mtume wake alayhi salatu wassalam kuwa ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema umejengwa Uislamu juu ya nguzo 5 madhubuti, na miongoni mwa nguzo hizo akataja alayhi salatu wassalam wal hajj, na ibada ya hija. Kadhalika katika hadithi ya Jibril aliyopokea Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pale Jibril alayhi salatu wassalam alipomjia mtume sallallahu alayhi wasallam akakaa mbele yake, akaambatanisha magoti yake kwa magoti ya mtume alayhi salatu wassalam, akaanza kumuuliza maswali. Na swali la kwanza kabisa lilomuuliza Jibril alayhi salatu wassalam
alimwambia mtume, ya Muhammad akhbirni anil islam, ewe Muhammad nipe habari mimi kuhusu Uislamu. Uislamu ni nini? Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Alhadith rawahu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfafanulia nguzo hizi tano za Uislamu, na miongoni mwa nguzo hizo watahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila, ufanye ibada ya hija. Waislamu waitekeleze ibada ya hija kwa wale ambao watakuwa na uwezo wa kuitekeleza ibada hii. Walhajju ibadallah wajibun fil islam ala man istata'a ilayhi sabila. Ibada hii ya hija ni wajibu kwa waislamu wale ambao wana uwezo wa kuiendea ibada hii na kuitekeleza ibada hii, wakawa na afya, uwezo wa kimwili na siha njema katika miili zao kuitekeleza ibada ya hija, na kadhalika wakawa na mauna, hela na mali ya kuitekeleza ibada ya hija. Kwa watu kama hawa ni wajibu kwa itifaki ya maulama wote wa Kiislamu. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Na Allah amewajibishia watu kufanya ibada ya hija kwa wale wenye uwezo wa kuitekeleza ibada kama hii. Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri ya aya hii akataja, hadhihi ayatu wajibin fil hajj, hii ni aya ya uwajibu wa ibada ya hija, kwamba ni lazima kwa waislamu wenye uwezo wa kuitekeleza ibada hii ya hija, ni wajibu kwa wao. Kadhalika mtume alayhi salatu wassalam akatufafanulia uwajibu wa ibada hii ya hija, lakini pia kutuhimiza kutekeleza ibada hii. Rawa Muslim fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. الحديث. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahutubia masahaba zake na kuwaambia, enyi watu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishieni na akawajibishia ibada ya hija. Fahujju, basi itekelezeni ibada ya hija. Ikiwa una uwezo wa kuitekeleza ibada ya hija, una afya katika mwili wako na una mali ya kukuwezesha kuitekeleza ibada ya hija, fahujju, itekeleze ibada ya hija. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، zatosheleza nusus tulizozitaja katika uwajibu wa hija na uwajibu wa kuitekeleza ibada ya hija kwa wale wenye uwezo. Lakini pia ifahamike kwamba ibada hii ya hija ni ibada ya msimu na ina msimu maalum, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake pale aliposema,
alhajj ashhurun ma'lumat, ibada ya hija ina miezi maalum, miezi inayojulikana. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea tafsiri ya aya hii akataja faqal qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala ibn Umar radiyallahu anhuma hiya Shawwal wa Dhul Qa'da wa Dhul Hijja. Amesema al-Imam al-Bukhari, amesema Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, hiyo miezi maalum, miezi inayojulikana aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, hiya Shawwal, ni mwezi wa Shawwal, wa Dhul Qa'da, na mwezi wa Dhul Qa'da, wa ashrun min Dhil Hijja, na siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhul Hijja, mfungo mosi, mfungo pili na mfungo tatu, siku 10 za mwanzo za mfungo tatu. Na haifichiki kwa yoyote sasa hivi kwamba tayari tushamaliza mwezi wa Shawwal. Mwezi wa Dhul Qa'da uko karibu na kupinduka na kukatika nusu. Kwa hivyo bila shaka tuko katika msimu wa ibada hii tukufu, ibada ya hija. Tunawahimiza waislamu wale wenye uwezo wa kuitekeleza ibada hii wajizatiti, nao wajihimize nafsi zao na kujitolea katika mali zao kutekeleza uwajibu wa ibada hii ya hija. Wajitolee kuitekeleza ibada hii ya hija. Kama una uwezo muislamu, usikubali kabisa kupitwa na kutekeleza ibada hii ya hija, kwani kwanza ni wajibu kwako wewe, lakini pia ibada hii ya hija ina matunda makubwa sana na faida kubwa sana kwako wewe muislamu. Kwa hivyo tunawahimiza wale wenye uwezo wa kuitekeleza ibada hii waitekeleze, kwanza wanuie kuitekeleza ibada hii ya hija. Lakini pia wale ambao tayari washaitekeleza ibada ya hija pia wana nafasi ya wao wenyewe kurudi kuitekeleza ibada ya hija, ikawa ni sunna kwa wao. Lakini pia wana nafasi ya kuwasimamia wale ambao hawana uwezo wa kimali kwenda kuitekeleza ibada ya hija, wawasimamie watu kama hawa. Thawabu za kuwasimamia watu kama hawa ni nyingi zaidi. Utapata thawabu ya kuwasimamia, lakini pia utapata thawabu na utaandikiwa thawabu ya kuitekeleza ibada ya hija. Faman dalla ala khairin kafa'ilih, yule mwenye kumuonyesha mwenzake khairi akamwezesha katika kufanya khairi kama ile, ni kama aliyeitenda, anaandikiwa thawabu za kuitenda khairi kama ile biidhnillah tabaraka wa taala. Kama ushaitenda ibada ya hija, ukaitekeleza ibada ya hija na bado una uwezo, wasimamie wale ambao hawana uwezo wa kuitekeleza ibada ya hija. Wallahu waliyut tawfiq.